Wapenzi, naomba tuende kwa haraka ili tuende vizuri. Tulizungumzia habari ya mjasiriamali na ujasiriamali. Rafiki zangu waliokuwa wanazungumza jana hapa walikuwa wanasema sasa entrepreneur na entrepreneurship yupi ni yupi? Maana tuna mjasiriamali na ujasiriamali. Sasa entrepreneurship ni ujasiriamali na entrepreneur ni mjasiriamali. Sasa jana tulizungumza, tuliona habari ya ujasiriamali ni nini. Na tukaona kuna aina nyingi za umaskini. Lakini nitakwenda kwa haraka kwa sababu leo ninataka tuzungumze mbinu za kufanikiwa katika biashara. Mbinu za kufanikiwa katika biashara. Ili ufanikiwe katika biashara, moja, ni lazima ufanye kitu unachokipenda. Kama ni biashara, ni lazima uamue ya kwamba ni biashara gani ninayoipenda ambayo ninaifanya. Na unapopenda ile biashara, unapoamua kuifanya, utaifanya kwa moyo wake wote kwa sababu unaipenda ile biashara yako. Kwa hiyo dhamiria kujua ya kwamba unapoamua kuingia kwenye business yoyote, je, umechagua biashara ambayo unaipenda? Sasa niulize wanafunzi wa mipango. Nyie mnakula mnachopenda au mnakula mnachopata? Yeah? Wewe unakula unachopenda au unachopata? Yeah? Hebu anaokula hapa, mimi sisemi miaka mingine hapa, anayekula anachopenda, punga mkono. Punga mkono. Anayekula anachopata, punga mkono. Sasa unapoingia kwenye ujasiriamali, ni lazima upate hela, na ukiwa na hela utakula unachopenda, sio unachopata. Kwa hiyo katika dhana hiyo, lazima uamue ya kwamba kama nimeamua kuchoma mahindi, ni lazima uamue kwamba hili jambo kwa kweli la uchomaji mahindi ninapenda kutoka moyoni, na ifanye kwa bidii zote. Kila biashara ambayo unaamua kuifanya, ifanye kwa nguvu zako zote. Jambo la pili, kwa sababu ninaenda kwa haraka, fanya kwa ubora wa hali ya juu. Biashara hiyo ili ufanikiwe, ifanye kwa ubora wa hali ya juu. Na katika ubora wa hali ya juu, kama unafanya biashara fulani, inawezekana una lebo, andika ile lebo ionekane vizuri. Kama unauza labda karanga na nini, picha za zile karanga zionekane. Andika hata namba zako za simu kwamba unapatikana, na nenda mbali zaidi. Unajua wakati fulani siku hizi mtu anakuambia kwamba kwa kweli mimi hii biashara inakufikia popote ulipo. Ingawa ziko nyakati ambazo popote ulipo hizo zinakufikia na nauli unalipa mwenyewe. Yaani atakusafirishia toka Dar, ila nauli ni ya kwako. Lakini fanya vitu kwa viwango. Biashara unayoifanya, ifanye kwa ubora. Hata mteja anapofika, anapochukua bidhaa zako, anapoenda nyumbani, ulize maswali, aone kwamba kwa kweli bidhaa niliyonunua kwa Fanuel ni bidhaa ambayo kwa kweli ina ubora na ina viwango vya juu. Jambo la tatu, amini kwenye kile unachokifanya. Amini. Na unapoamua kuamini unachokifanya, ni lazima akili yako itabase kwenye kile unachokifanya. Akili yako yote itaamua ufanye hicho kitu kwa sababu unaamini kwa kile unachokifanya. Na unapoamini katika kile unachokifanya, hautakata tamaa na ile biashara kwa sababu unaamini kwamba hichi ninachokifanya kiko sahihi. Lakini zaidi ya yote, katika maisha yako pia jaribu kuwa mwaminifu kwa biashara unayoifanya.
Kuwa mwaminifu kwa biashara unayoifanya. Pamoja na huo ubora, kuwa mwaminifu. Ili ufikie target uliokuwa umedhamiria, jitahidi sana kuwa mwaminifu kwa hiyo biashara ambayo umeianzisha. Unajua kuna wafanyabiashara fulani hivi. Yaani yeye sijui nyie mnanunuaga mchele nyie au nyie mnakulaga tu kwa mama lishe hapa? Nyie mnanunuaga mnapika nyumbani? Hebu anaopika nyumbani ili tuongee vizuri. Okay. Yaani kuna duka unajua kabisa ukienda kununua ni lazima uwe na kichombo kidogo cha kupimia tena hicho kilo nyumbani. Yaani ukinunua, mimi mama yangu alikuwa na kikombe fulani hivi nakumbuka. Akinunua mchele dukani akiambiwa ni kilo 1, lazima akathibitishe na kile kikombe. Sasa kuna wafanyabiashara anakuambia ni kilo 1, lakini ukienda kupima ni robo 3. Ukisha kuwa mfanyabiashara wa namna hiyo, lazima wateja wakukimbie. Kwa sababu wameisha gundua kwamba una udanganyifu ndani yake. Unapoamua kufanya biashara, fanya kwa uaminifu wote. Na katika biashara, kwa sababu tuko hapa, mtangulize Mungu, utafanikiwa. Mtangulize Mungu katika biashara zako. Unapomtanguliza Mungu, unapopata kitu ndani ya ile biashara, faida, lazima urudishe zaka na nini? Na sadaka. Ni ufunguo mkubwa sana katika kufanikiwa. Kwa hiyo ni lazima uwe mwaminifu katika ile biashara. Jitahidi sana. Mimi nina mzee wangu mmoja anapenda sana kumtolea mfano kwa sababu ni mtu ambaye kwa viwango fulani, yani kwa uaminifu tu wa machoni, nampenda. Anaitwa mzee Grugazama. Nampenda sana sana kwa uaminifu wake. Hata ukisahau mchele wako kwake, hata ukikaa wiki utaukuta. Sasa kuna wafanyabiashara tu, yani ukisahau change anaomba na Mungu. Hawezi hata kukuita kwamba jamani umesahau change rudi. Hakuiti. Na hata mteja, unajua mtu mmoja alisema kama kuna watu wanaotembea kwa haraka duniani hapa, ni mtu aliyezidishiwa change dukani. Yani wewe mtu umenunua kitu 10,000, sawa? Nani 8,000? Yule mteja, yule mwenye biashara anakurudishia tena 18,000. Yani amesahau 10,000, anakupa 18,000. Eti rafiki wewe unamwambia umezidisha? Mwingine anasema maombi yanajibiwaje? Haya ndio maombi yamejibiwa. Amezidishaje wakati anaona ada hizi hela? Yani akigeuka anatembea kwa haraka, hata mtu akimwambia lo, yani anafikiri mwenye duka amekumbuka, hageuki. Kwa hiyo biashara yoyote unayoifanya ni lazima uweke uaminifu. Na unapokuwa mwaminifu, ni lazima, Waswahili wa leo wanasema unapokuwa mwaminifu lazima utoboe kwenye ile biashara yako. Lakini ni lazima ujue biashara gani unaifanya. Unajua hivi hapa mtu anaweza akaja kwa ajili ya nyie wanafunzi akauza tairi hapa kwamba wanafunzi watakuja kununua tairi za magari. Ukiwa hapa chuoni, nini unachoweza kuuza kwa uzuri na kwa ubora na watu wakanunua? Ni kipi? Nini? Kalamu, karanga, kingine? Peni, kingine? Lakini pia unapaswa wewe mfanyabiashara uwe ni mtu ambaye unakuwa na muda wa kufungua duka lako. Muda wako ujulikane. Duka lako unafungua saa ngapi? Kwa sababu kuna wafanyabiashara ukienda asubuhi mara hayupo, saa 6 mara amefungua, saa 8 ukienda mara kafunga kafata bidhaa. Kwa hiyo yani huwezi kujua. Unapokuwa unafunga mara kwa mara, wateja wanasema kwa yule hanaga muda maalum. Kwa hiyo watakukimbia tu.
Na duka lako au biashara unayoifanya lazima ipatikane kwa urahisi. Weka mahali ambapo watu wanafikia kwa urahisi hiyo biashara yako, ili uweze kufikia mafanikio. Kwa sababu kuna mtu anakueleza njoo dukani kwangu, ni wapi? Panda boda, kata kushoto, magharibi, kusini. Sasa kama hujasomea hayo majiografia, sasa utakata mpaka ufike wapi? Biashara yako, na ukiweza weka hata bango kwamba biashara yangu iko sehemu fulani, na iwe eneo la wazi ambapo kila mmoja anaifikia. Katika maisha yako ya kawaida, jitahidi sana ili upate fedha. Kuwa na tabasamu kwenye biashara yako. Haleluya. Yani unauza mpaka mtu anafurahi. Yani unamkaribisha mpaka mtu anasema kesho narudi. Hata hapa kanisani kuna wengine anakuja si kwa sababu anapenda mipango, la, ni kwa sababu anapofika mlangoni anakaribishwa, anashikiwa Biblia, mpaka kiti anaonyeshwa, anasema kwa kweli nafurahi ninapofika mle ndani. Kwa hiyo hata katika biashara zako usije ukawa yani una biashara lakini hadi ajenda za nyumbani. Kama wewe ni mwanamke, mlipokosana na mume wako, hasira zote huko kwenye biashara pale, mtu akifika unafikiri wewe ni mwanajeshi mnataka kwenda kuokoa nchi ya Malawi. Yani ulivyonuna mpaka mtu hata kuuliza tu kwenyewe, sema hivi hapa leo tunauza au? Lazima jitahidi. Kama umekasirika unapotaka kuingia kwenye biashara zako, acha hasira zako, mwambie hasira, kuanzia sasa ninakuacha na ingia kwenye biashara. Kama hasira zako ni zile ambazo hazipungui, wewe acha hapa, ingia kwenye biashara, cheka cheka tu, furahi. Ukimaliza biashara, chukua hasira zako, rudi nazo nyumbani kwenu. Kama wewe ni wa namna hiyo. Wengi tumeshindwa kufanikiwa kwenye biashara kwa sababu kanuni chache za biashara. Na katika biashara pia lazima uwe smart. Kuwa smart kwenye biashara unayoifanya. Yani kama ni mavazi, vaa vizuri, mpaka hata mtu akija anasema kwa kweli huyu aniibii, huyu kweli ni mfanya biashara halali. Fanya biashara. Kwa hiyo kila mmoja ndani hapa tunategemea kwamba ili biashara unayoifanya ni lazima upate mafanikio. Hakuna biashara yoyote, japo entrepreneur huyu jamaa mara nyingi hasara anakabiliana nazo. Mimi nimewahi kufanya biashara. Nilikuwa nafanya biashara ya mchele pale Majengo. Nimefanya. Sasa nilikuwa nafanya pale biashara, nikapata, mimi nilikuwa nimetarget kwamba kwa wiki niwe nimepata shilingi fulani. Sasa cha ajabu, nimeweka mchele, maharage na kila kitu. Ila sasa cha ajabu, wale wanaokuja kununua ile biashara, wakifika wanaangalia, wananunua kwa wengine. Wanaangalia. Sasa mimi mawazo nasema hivi, hapa nauza mchele au hawaoni kwamba huu ni mchele au ninauza nini? Baadaye nilipogundua, yani unakuta jioni wewe umepima kilo 5 za mchele, mwenzenu pale wengine wamemaliza gunia wanaleta tena. Nikasema sasa hapa nitachelewa, nikafunga kabisa na hiyo biashara. Sasa nilifanya upuuzi. Biashara upasi kukata tamaa, bali unapaswa uangalie ni nini kinachosababisha wateja wasije, ili utafute ufumbuzi kwenye ile biashara. Usikate tamaa, au mtu yoyote asikukatishe tamaa. Mimi siku moja nilikuwa na bosi wangu moja, niliwaambia siku moja, nimefanya kila akili niliyokuwa nayo. Nimefanya yani mpaka nikajua kwamba hapa nimefanya vizuri. Alipokuja akasema hivi hapo umefanya nini? Hivi ulikuwa na akili wakati unafanya hivi vitu? Yani na mimi naona kama akili yangu yote nimefanya. Sasa kuna watu wengine wanasema hivi, wewe unataka kuuza nini? Eti mimi nimeamua tu nitakuwa nauza miwa. Yani na umri wako unauza miwa, hivi una akili kweli? Huku una hela lakini anasema hivi na akili yako, alafu unaenda nyumbani unasema kwa kweli kama wameshajua hadi sina akili ndio maana nauza miwa. Hii biashara hapana. Hii biashara hapana. Kwa hiyo mimi niombe tu kwamba ninapomaliza, kwa sababu ya muda wangu,
niombe tu kwamba kwa kweli katika biashara yako tumia lugha nzuri. Tumia lugha inayoeleweka katika biashara yako. Tumia lugha ambayo mtu anaijua. Usiwe form 2. Form 2 ndio kidato kigumu sana katika maisha ya sekondari. Unaenda nyumbani unaanza kumsalimia mamako lugha zingine hata za Kiingereza kwa sababu na wewe ndo unaanza kujifunza. Yeye mwenyewe hajui Kiingereza. Alafu unaanza mnaongea na mama kama Kiingereza hivi. Yeye mwenyewe hajasoma. Kwa hiyo tafuta lugha, ukiona ni Mswahili basi ongea Kiswahili kinachoeleweka, akuelewe kwa haraka nini unachofanya. Kwa hiyo niombe tu kwamba unajua katika hii dunia, Petro katika kitabu cha wakati naenda kumalizia, katika kitabu cha Luka 5 fungu la 1, Petro anafanya kazi fulani hivi ya kuchosha usiku wote akivua samaki. Eti alipata. Hivi mnasoma hicho kisa? Alipata. Yeah? Jana niliwaambia hivi pale Petro alikuwa ni mhangaikaji au mbangaizaji au mbunifu. Usiku wote hakupata chochote. Anapokutana na Yesu ndio Yesu anamwambia nenda tena fanya, na ndipo anapopata samaki. Ni lazima unapofanya biashara ujue kabisa malengo yako ni nini na unataka ufike wapi. Kila mmoja katika biashara yako weka malengo. Nafikia kwa kadri ya uwezo wa Mungu, tumia kila njia ufikie yale malengo uliyoyawekea. Na unapofanya biashara kuwa na vipaumbele ya biashara yako. Wangapi hapa wameweka malengo kwa mwaka huu? Hebu punga mkono kwamba mimi kwa kweli nimeweka malengo. Budget yangu kwenye 10,000 kwa mwaka huu nitanunua nguo 2, kiatu kimoja. Kwa sababu kuna mtu, unaweza ukawa kuna mtu anatoka nyumbani kwake anaenda dukani afu ajui anakwenda kununua nini. Kama anajua kununua nini, ana hela, unakuta kwamba nyie najua hela zenu sio kubwa sana. Usije ukasema mnatudharau, hapana. Nasema katika hali ya kawaida. Yaani una 10,000 au 5,000 unakutana na karanga umenunua. Kienda hapo unakuta miwa hapo, unaona watu wamejaa umeweka. Ukisogea hapo kaona pipi zinavutia umeweka. Yaani unakuta umeenda afu ujui ulienda kununua nini. Ni lazima uwe na malengo. Na unapopanga malengo lazima ufikie yale malengo. Lazima katika biashara uwe na vipaumbele. Jana niliwaambia Mungu alisema mkatawale, nikawauliza nyie mnatawala nini? Yaani unawezaje kuwa, yaani huko nyumbani huna cha kutawala? Kuku huna, sijui njiwa nao mnafuga, sijui njiwa huna, yaani chochote wewe huna. Ni lazima mfanya biashara hata katika maisha ya wanafunzi wako, tafuta kitu fulani ambacho kitakuingizia kipato. Duniani hapa mwenye hela na asiye na hela hata kucheka kwao ni tofauti. Asiye na hela na asiye na hela. Mwenye hela unasikia tu sawa. Yaani ameshacheka amemaliza. Wewe umewahi kuona matajiri wanakaa barabarani eti gonga? Umewaona wapi? Asema ukweli, kama umewahi kuona tajiri wako barabarani eti gonga, umewahi kuona wapi? Na hata nyie ukitaka kujua mtu ambaye hana kazi, nenda kwenye profile yake ya simu. Unajua tu kabisa huyu hana kazi. Dakika 10 picha nyingine. Dakika 20 unajua huyu hana kazi. Kabisa hana cha kufanya. Hana cha kazi. Utagundua tu huyu hana kazi ya kumletea chochote. Hana agenda. Sisemi usiweke picha, hiyo ni kwa manufaa yako, lakini unagundua kwa mwepesi. Ninapomaliza nataka niwaambie, duniani hapa fanya kile unachokiweza. Hata kama utaajiriwa serikalini, tafuta means yoyote ile uwe na kitu kingine kinachokuingizia kipato. Jitahidi sana. Hata hapa chuoni fikia malengo yako, fikia mafanikio. Mimi nina mke wangu. Ukiwa na hela, hata ukimpiga mke kofi, pigo la kofi la mtu mwenye hela ni asante kwa mke.
kwa sababu waga hayumi. Asiye na hela anapiga na hasira zote za kukosa hela. Kwa nini mke asiumie? Ni lazima duniani hapa tufikie mafanikio. Mimi ninatamani ndani hata kanisa wa Adventista ambayo watachapa kazi wafikie mafanikio makubwa na kazi ya Mungu ikasonge mbele. Kwa hiyo kila moja amua unafanya biashara gani, lakini fikia mafanikio yako. Fikia mafanikio. Siku moja Pastor Guido hapa alikuwa tuko naye, ana sentensi moja anasema natamani siku moja, sijui kama pastor unakaribia, kwamba nikifika tu mimi ninatamani nifikie viwango nikiwa na mtu kwenye gari akitaka kiniomba hata milioni, namwambia tu mpe tembea. Wangapi wanataka kuwa na mafao hela? Hebu punga mkono. Usifikiri matajiri hawaendi mbinguni. Kwa sababu asiye na hela yeye anafikiri tu, nasema kama tajiri anakula na mimi nakula. Kulala wote tunalala. Shida ni nini mpaka niwe na hela? Halafu kila mmoja anakufa. Hizo sentensi ukiendelea nazo akili inaduma taratibu, lakini kwa uhakika. Ni lazima uchangamke katika karne hii ya dunia hii. Changamka, lakini mtangulize Mungu. Lakini buni biashara kuanzia sasa. Anza kubuni biashara ambayo unatamani katika miaka 10 niwe nani na niwe na kiasi gani cha fedha. Mimi baada ya kuacha ile biashara sikukoma kufanya biashara, nikafanya nyingine, nikaachana nayo tena. Lakini nikiwa namuomba tu Mungu kwamba iko siku nitaendelea na biashara. Basi Gida, hata sasa hivi mimi ukija kwangu kwamba unaniomba hela, omba hela zenye akili, usiniombe sijui 5,000, hizo ziombe pengine. Si kwa sababu ninajua mimi ni mtoto wa mfalme, business nitaifanya, lakini lazima nitafanikiwa kwa sababu yuko Mungu anayepigana kwa ajili yetu. Kwa hiyo fikia mafanikio. Siku moja nilienda kwa mtu mmoja anaitwa Kidia. Nani anamjua Kidia? Kuna jamaa mmoja pale ni mfanya biashara tu mkubwa tu, nilikuwa nimekaa naye. Akaniambia, unajua mimi nilipofika hapa mjini nilikuwa nashona viatu. Nasema, unashona viatu hivi vya sindano? Nasema Anasema, nimeshona sana. Baada hapo nikabadilisha, nikawa sasa nashona viatu, natengeneza tena. Nikaanza kidogo kidogo. Leo ni matajiri walioko Dodoma. Ni kwa sababu alijua anachokifanya na akaweka malengo. Hata wewe ambaye ni mshiriki katika makambi haya, tunatamani sana kila moja, hata kama hujaanza, buni biashara. Hata kama una biashara, ongeza juhudi ili hiyo biashara ikutoe na ukafikie mafanikio makubwa. Ukafikie mafanikio makubwa. Mungu anatamani uwe na fedha kwa ajili ya utumishi wa kazi ya Mungu. Hata wale ambao mna wachumba hapa, ukisha kuwa na hela, usingangane na mchumba sasa hivi. Ukisha kuwa na hela wanakuja tu 70 wenyewe. Sasa hizi za leo kwako huna hela, akianza tu mtoto wa watu akija pale kwako kwamba mnaanza kula, umwambii kwamba kula chapati moja, unakuta tu unainama, kumbe huko kwenye maombi. Si moja itoshe tu, mtu wa Mungu, si moja tu itoshe. Ili aishie hapo maombi, yani umwambii ila huko kwenye maombi maalum. Si moja tu itosha, kila hapo itokee jambo ashibe. Ni kwa sababu unasema sasa akizidisha nitafanyaje? Na kanuni ya mwanaume kumwambia mwanamke sina hela pia ni ajali. Kwa hiyo niombe kila biashara unayotaka, andika biashara unayotafuta. Mimi ninatamani yule pastor wetu wa mtaa hapa alisema anatamani maombi. Mimi ninatamani mtu ambaye anasema, Mungu, ninataka niandike biashara hii. Ikiwezekana kwa neema yako
nifanye na nione mafanikio. Katika maombi yako kwa wiki hii, Mungu adhihakiwi. Apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Andika tu, mwambie Mungu, ninaomba hii kwa mwaka fulani hivi niwe level fulani. Mwambie Mungu na Mungu atafanya. Mwambie Mungu. Wala ambao mnafanya biashara kwa sasa, Mungu awazidishie akili, biashara zenu zikafanikiwe. Wala ambao mjaanza, anzeni. Mungu anatamani sana tufanye hizo biashara, kwa sababu ni kitu ambacho kila mmoja ndani ya maisha yake anatamani afanye. Siku moja nilitoa ahadi hapa, sijui ilikuwa ni nini ile, ilikuwa sijui ni mahafali. Nikawaambia wanafunzi, mimi niko tayari, tuonane. Wala ambao watamaliza tuonane. Akili yangu ilikuwa kwamba tutafute kiwanja, nitajua tutafanyaje, tutafute kiwanja. Alafu kwa elimu hizo zenu za degree, mimi ambaye nimeishia huko sijui la ngapi huko, nione elimu zenu hizo za degree zinafanyaje ili kile kiwanja tufanyie kazi. Asante. Bwana wewe, hamkuja. Nawashukuru, wakaja wadada wawili. Siku moja nikiwa ofisini, wakaja kwa kweli. Ninawashukuru sana. Walipokuja wakasema, mzee, tumekuja sisi. Nikamwambia okay, wazo langu ni hili. Naomba mbuni biashara, ninatafuta kiwanja kwa namna ambavyo Mungu atanisaidia hata kwa kufanya nini. Alafu tuone kwenye kile kiwanja tuinvest nini, nione kwa akili zenu hizo kuna nini. Alafu baada ya muda mfupi nje tuone mmedesign nini, tunafanyaje. Mpaka leo hawajarudi. Mpaka leo. Wengine walifikiri kwamba tuonane alafu niwape hela. Sitoi. Ni lazima akili yako ichemke alafu ufikie malengo yaliyokusudiwa. Kwa hiyo katika hali tu ya kawaida tunapohitimisha, niwaombe ndugu waumini na washiriki wa kanisa la Mipango, wekezeni mkiwa hai. Fanya biashara yako, buni hiyo biashara, lenga kufikia mafanikio, sio madogo, makubwa. Kama watu nimewaambia nina kiwanja, tuone akili yenu, leteni akili tu invest hapa nione degree zenu zitafanya nini. Alafu mkatokomea. Sasa na kugawa hela ni matumizi mabaya. Mtu akikupa hela hujachangia hata 100, ufanikiwi. Hata kama mtu anataka kukununulia nguo, mwambie nguo ni 50,000, nipe 48,000 na mimi 2,000 nitatafuta. Ili hii nguo iwe na hela yako, iwe na hela yangu, nami nijivune kwamba nami nimechangia nilicho nacho. Na hata wale niliowaambia sijui mahafali hapa, mimi ahadi zangu iko hivyo hivyo. Mkija na akili nzuri, tutafanya vitu vikubwa. Ila ukija na akili ya degree ya daftari, utafelia hapa. Natafuta akili ya degree inayotaka kufanikiwa kwenye maisha. Kwa hiyo biashara hizi, usifanye tu biashara kuangalia hapa. Nenda ukafikie mafanikio makubwa mpaka jina la Bwana likainuliwe. Tusimame tuombe. Pastor wa mtaa, karibu uombe. Tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Imefika sana wakati ambapo kombozi katika fikra zetu na akili umefika sasa. Tusaidie. Kuna ukinzani mkubwa sana kutoka katika hatua tuliyopo kwenda katika utendaji wa haya tunayoyajifunza. Habari ya uchumi, shetani ameizingira na vizingiti vingi, hofu, mashaka na janga kubwa la mazoea na kupuuzia. Wenda tukapata moto kwa masaa machache ya msisimko, lakini baada ya hapo tukasahau na kupuuzia na kuendelea kukaa katika hali ambazo tumekuwa nazo siku zote. Ile roho ya ukawaida, spirit of ordinary, imetujaa na tumeifanyia mazoea. Hebu katunyanyue tena, ukatuvushe na kutusogeza hatua ya pili.
tukawe watu wasio wa kawaida, watu wa kutenda. Mungu, hata imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu, lakini imani pasipo matendo imekufa. Wenye imani wasio na matendo na mpaka wanatetemeka ni mapepo tu. Sasa ikiwa tutaamini na tusitende, hatutakuwa na tofauti na ibilisi. Tusaidie kuwa na imani yenye kutuokoa, imani itakayokwenda kwa matendo yetu. Haya ambayo tumeyajifunza hapa, wapo wanaoyalipia ili wayapate. Kuna watu hawako mazingira ya vyuo, ni vijana wako kule nyumbani, wako mitaani. Wakipata elimu na fursa hii, watatoa machozi ya furaha. Lakini sisi tuko hapa tunaipata, huenda ikawa ni comfort zone, kasehemu ka kujifichia. Hebu fungua akili zetu, fanya ukombozi katika akili na fikra zetu. Asante kwa ajili ya neno hili, bariki mtumishi wako. Ninaomba usimpungukie kile ambacho unaona ni hitaji letu. Wana mipango, usibakize hata kidogo. Mpe ujasiri na nguvu ya kulisema, kusiwe na woga, maana tunahitaji kukombolewa. Kuna vijana hapa Mungu wanamaliza mwaka wa 3 na hawajui wanakwenda wapi. Fursa hii katika makambi haya ikawapatie majibu kwa maswali yao. Tunaomba hivi tukiamini utashiriki nasi katika vipindi vinavyokuja, ni kupitia jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.